Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ninakubariki sana na ninamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Karibu sana katika wasaa wa kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Veronica Holela. Ninakukaribisha sana sana sana. Wewe ambaye ni mara yako ya kwanza tena nakusihi, nenda ka subscribe, nenda ka like, nenda ka share na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa una like video yangu, ina maana unataka watu wengine waione. Unapokuwa una share na maana unataka watu wengine waione, wapate kusikia neno la Mungu. Huwezi kujua ni nani ataokoka. Huwezi kujua ni nani atapona. Huwezi kujua ni nani atatoka katika vifungo vya giza. Kwa sababu kuna watu wako katika vifungo. Wanajua kule waliko ni sahihi, lakini kumbe sio sahihi. Lakini wanapolisikia neno la Mungu na kufunguliwa, wanajikuta wanaishi katika maisha ya uhuru na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla tujaanza neno letu la leo, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema hii, ninakushukuru kwa huruma zako. Saa hii na wakati huu ninajikabidhi mikononi mwako. Ninaomba uwepo wako mahali hapa. Roho Mtakatifu nisaidie kulinena neno lako kwa ujasiri na kunena kile ambacho umenifunulia na kunena kile ambacho kinatoka kwako. Katika jina la Yesu ninaomba ulinzi juu yangu pamoja na yule ambaye ananisikiliza. Kwa jina la Yesu ninaomba ukafungue masikio yake ya rohoni na macho yake ya rohoni pale anapolisikia hili neno, akafunguliwe katika jina la Yesu. Kila kifungo ambacho kimemfunga kikapate kumwachia katika jina la Yesu Kristo. Na nyunyiza damu ya Yesu Kristo katika macho yangu, na nyunyiza damu ya Yesu katika koo langu, na nyunyiza damu ya Yesu katika ufahamu wangu, na nyunyiza damu ya Yesu juu ya huyu ambaye ananisikiliza sasa. Masikio yake ninaficha na yafunika kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye masikio yake akapate kusikia na kuelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Kila nguvu ya giza ambayo inakamata fahamu za watu wasiweze kulielewa neno, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaziharibu hizo nguvu za kipepo na nguvu za kichawi juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila nguvu ya adui ambayo kazi yake ni kuiba neno, kwa jina la Yesu naikemea, toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila nguvu za giza ambazo kazi yake ni kulichanganya neno na vitu vingine na kuleta mawazo mengine, kwa jina la Yesu Kristo ninakukemea wewe pepo, toka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila elimu ambayo iko juu ya elimu ya Kristo ambaye ina operate ndani yake na kumletea maswali na kumsababishia awe mbishi kuelewa neno, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaikemea, toka ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, karibu zungumze nasi, karibu useme na sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nimekuja na somo lingine zuri sana ambalo linaitwa 10 commandment, yani amri 10 za Mungu. Hili ni neno ambalo title tu yenyewe ile amri 10 za Mungu, mtu anaweza akasema amri 10 za Mungu mbona nazifahamu, lakini nazifahamu vile unavyotakiwa kuzifahamu? Je, unazifahamu kwa upana zaidi hizi amri 10 za Mungu, au umekariri tu kwamba amri ya kwanza, amri ya pili, amri ya tatu? Unazielewa na kuzielewa vizuri? Kwa sababu unapokielewa kitu vizuri ndipo unajua na kupata ujasiri wa kwamba kweli hiki kitu kama Biblia ilivyosema mimi ninakifuata. Hawezi kutetereka. Hawezi kuja mtu mwingine akakwambia wewe amri ya 6 utimizi, wewe amri ya 8 utimizi, wewe mbona amri ya 3 utimizi? Kwa sababu tayari unazijua kwa mapana amri 10 za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo umepata neema ya kuzijua amri 10 za Mungu. Karibu sana. Sasa amri 10 za Mungu zipo kwenye Agano la Kale. Zipo kwenye Agano la Kale. Na Kristo anasema, na sio kwamba zimeishia Agano la Kale. Amri 10 ziko kwenye Agano la Kale, lakini pia ziko kwenye Agano Jipya. Haleluya. Amri 10 za Mungu ziko Agano la Kale na zipo Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu anasema kwenye ile Mathayo 5:17 anasema kwamba mimi nimekuja kuitimiza Torati na manabii, lakini sijaja kuitangua, sijaja kuivunja, kwamba Torati haitumiki tena.
ila nimekuja kuitimiza. Unaelewa maana ya kuitimiza? Kwamba haiharibu, yani sio kwamba ile torati ambayo mmejifunza, alikuwa anawaambia Mafarisayo, alikuwa anawaambia marafiki zake, na alikuwa anawaambia wanafunzi wake, kwamba ile torati ambayo mnaiona na mnaisikia tunaifundisha kwenye masinagogi, sio kwamba mimi nimekuja kutangua na kusema kwamba kuanzia sasa hii sio torati, au kuanzia sasa hii amri muiache. Ila nimekuja kutimiza hiyo torati. Nimekuja kuifafanua vizuri. Nimekuja kufundisha kiini cha hiyo torati. Nimekuja kuielezea kweli iliyoko ndani ya hiyo torati. Kwa hiyo tunaielewa kweli, tunaielewa maana ya sheria ambayo ilikuwa ndio torati kwa kupitia mafundisho ya Yesu Kristo. Na alifundisha kwa maneno na matendo kwa habari ya hiyo torati. Na alikuja kutimiza unabii ambao ulikuwa umekwisha nenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tunapokuwa tunajifunza hiyo torati, ambayo moja ya torati ni amri 10 za Mungu. Hizi amri 10 za Mungu alipewa Musa katika mlima Sinai. Alienda mpaka mlimani. Alipofika mlimani pamoja na wana wa Israeli, Musa yeye peke yake akaitwa kusogea kwa Mungu. Baada ya kusogea, kwa sababu Mungu tayari alishamtakasa, akasogea na Mungu akampa amri 10 za Mungu. Alivyompa vile, alimpa vibao ambavyo vilikuwa vimeandikwa amri, kwamba hizi ndizo amri ambazo mnatakiwa kuzifuata ili muendelee kuwa wangu, ili kuendelea kutembea na mimi. Hizi ndio amri mnatakiwa kufanya nini? Kuzifuata. Mungu hakuambia ili muende mbinguni. Yaani kipindi kile kulikuwa hakuna hicho kwamba ili mje mbinguni. Aliwaambia ili nini? Ili kule kuimarisha uhusiano wenu na yeye, lazima mfuate hizi amri. Asiyefuata anakufa. Kwa hiyo hizo amri ndizo alizopewa Musa. Mara ya kwanza alizibomoa. Alizibomoa Musa baada ya kupatwa na hasira. Kufika kule akaona watu wenyewe ndio kwanza wameamua kuchoka na kuabudu ndama. Akawa amekasirika. Lakini baadaye alienda akazichukua tena zingine amri, vibao tena viwili, ambavyo ndio hizi amri 10 za Mungu. Sasa tuziangalie hizo amri 10 za Mungu kutoka kwenye kitabu cha Kutoka. Kuanzia Kutoka 20. Taanza kuanzia mstari wa kwanza. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni amri ya kwanza, kwamba tumwabudu Mungu peke yake. Na huyu ni Mungu ambaye yuko tunamwabudu katika roho. Huyu sio Mungu ambaye tunamwabudu katika vitu. Yaani sio Mungu ambaye tunamwabudu katika vitu na tukaweka mfanano wake. Sio kama unanielewa. Kuna wale ambao wanaabudu miungu mingine. Yaani amechonga ndama, kinyago, alafu anakiabudu na kusema ni Mungu. Kwa hiyo kuna manuizo na nguvu za giza zinavamia kile kiumbe, na kweli kinakuwa kinaonekana kama ni Mungu. Lakini hapa haongelei hiki. Mungu anaongelea yeye mwenyewe, unamwabudu kwa mfano wa sanamu. Sio kama unanielewa hapa. Anasema hivi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala chini duniani wala kilicho chini ya majini. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kwa hiyo usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kile ukakiabudu na kusema kwamba huyu ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikifanyie mfano na kusema kwamba huyu ndio Mungu na kuanza kukiabudu na kuanza kukitumikia. Haleluya. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa amri. Na hii amri ilikuja
na 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 adhabu. Amri ya kwanza ilikuja na adhabu, kwamba mimi ni Mungu mwenye wivu, ninapoona unaabudu miungu mingine nitakupa adhabu, kwa sababu mimi nawapatiliza wana maovu. Yaani ni kwamba ule uovu wako ambao umefanya wa kuabudu miungu mingine utatoka kuanzia kwenye kizazi chako adhabu, mpaka kwenye kizazi kingine kinachofuata na kinachofuata na kinachofuata. Kwa hiyo kuna adhabu ambayo Mungu anaendelea kuangalia kwamba okay, hawa kwenye huu ukoo ndio walikuwa wakiabudu sanamu. Mpaka sasa hivi bado anaendelea kuangalia kwamba nyinyi mlikuwa mkiabudu sanamu. Kwa hiyo adhabu yake inakuwa imesimama. Anakuwa bado ameweka ile adhabu juu yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anauliza, je, kama mimi nimeshaokoka na namwabudu Mungu wa kweli? Okay. Umeokoka, unamwabudu Mungu wa kweli. Ni kwamba umeokolewa roho yako. Na Mungu ameweka tayari patano na agano na wewe, huna shida. Lakini sasa shida inakuja kwenye mambo yako ya mwilini. Kwa nini inakuja shida kwenye mambo yako ya mwilini? Wewe wale babu zako walivyokuwa wakiabudu ile miungu mingine, Mungu tayari alishaachana nao. Wakaabudu mizimu na wakafanya nayo maagano. Walipofanya nayo maagano, yale maagano ambayo walifanya na mizimu, yale maagano yataendelea kusimama hadi kwenye kizazi chako, hadi wewe. Yale maagano, kama usipotoka kwenye yale maagano, kwa sababu yale maagano hayako kwenye roho. Yale maagano yako kwenye nafsi, yako kwenye mwili. Hayako kwenye roho yako yale maagano. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka, unampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanyika kuwa upya. Unakuwa na agano la damu ya Yesu. Unakuwa na agano jipya la damu ya Yesu. Lakini ule uovu ambao ulikuwa umefanywa na wale watu wa kule ulisababisha, utasamehewa. Ule uovu utasamehewa, kwa sababu wewe utaenda mbinguni, utasamehewa. Lakini shida ni kile walichokifanya kule, kutokana na uovu wao waliokuwa wanaofanya. Walifanya kitu gani ambacho kimekuja kukuathiri mpaka wewe laana imekupata? Ni lazima uende ukaombe rehema kwa habari ya ule uovu. Sio ukaombe rehema wao, ukaombe rehema kwa habari ya ule uovu, kwa sababu yeye anasema ana rehema. Kwa hiyo uende kuomba rehema kwa habari ya ule uovu na kuita damu ya Yesu, ambayo sasa ndio agano jipya kwako. Kwa sababu ukiita damu ya Yesu sasa hivi, kwa sababu umeokoka, ile damu ya Yesu inaenda kufanya kwa kazi, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Sasa uiweze kuita damu ya Yesu ukiwa nje ya Kristo na ukategemea kwamba utatoka kwenye hayo madhabahu. Hautatoka, bali utapata pigo zaidi, kwa sababu hauna ulinzi. Unawaondoa kwa agano jipya. Hilo ni agano lako? Sio agano lako, bado wewe una agano nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili kutoka katika laana, katika vifungo, lazima kuanza kwa kuokoka. Umpokee Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo ndio amri ya kwanza. Sasa tuende kwenye agano jipya. Tukiangalia kwenye hiyo Mathayo 6:24, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Tunaendelea kusisitizwa kwa hiyo amri. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ataambatana na huyu, atamfuata huyu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu mwenye wivu, anataka kuabudiwa yeye peke yake. Huwezi mguu mmoja huko kwa Mungu, mguu mwingine uko kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji anaitumikia miungu mingine. Ni mchawi na anatumikia miungu mingine. Huwezi ukawa mguu mmoja huko, mguu mwingine uko kwenye matambiko. Kwa hiyo kwenye matambiko kuna miungu mingine na unakuwa unaitumikia miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia kwenye ile Mathayo 22:35. Mathayo 22:35. Neno la Mungu linasema, nianzie na 34. Na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja,
Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akiangalia zile amri zote zilizo kwenye Torati. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anachambua zaidi kwa habari ya hii amri ya kwanza, kwamba hiyo ndio amri pekee na ndio amri ya kwanza, upendo. Na huo upendo ni wa nani? Kumpenda Mungu kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Hiyo ndio amri ya kwanza. Na amri inayofanana na hii ambayo anasema ni ya pili, hii amri ya pili sasa inakuja kubeba amri zote zinazofuata. Bwana Yesu asifiwe. Zinakuja kubeba amri zote zinazofuata ambayo anasema na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kwa nafsi kama nafsi yako. Anasema katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amri ya kwanza ni hiyo, kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Kwa hiyo alikuwa anaelaborate hiyo amri ya kwanza ambayo inasema mimi ndiye Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kiwa huielewi hiyo amri, ujue hivyo ndio hivyo Mungu alivyokuwa anamaanisha, kwamba umpende yeye kwa akili zako, kwa moyo wako, umpende yeye Mungu. Ukimpenda Mungu wewe utayafanya yaliyo mapenzi yake. Ukimpenda Mungu hautatenda dhambi. Ukimpenda Mungu utafuata lile neno lake jinsi anavyosema. Ukimpenda Mungu utawapenda watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie tena amri ya pili inasemaje kwenye hiyo Kutoka 20. Amri ya pili 27, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Usilitaje jina la Mungu bure, kwa maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Katika Torati na mwanzoni waliambiwa kwamba iwapo unaenda kuweka nadhiri kwa jina la Bwana, kwa sababu walikuwa wakiweka nadhiri ni kwamba wanaapa kwenye madhabahu, wanamwapia Mungu kwamba Mungu. Kumbuka kuna mtu mmoja anaitwa Jefta. Huyu alimwapia Mungu, akamwambia Mungu, ukinishindishia leo nikashinda sisi Israeli tukashinda hii vita, yule mtu wa kwanza ambaye atatoka kunilaki, huyu nitaenda kukutolea wewe kuwa dhabihu, kwa sadaka. Hebu fikirie sasa alivyozungumza vile, yule aliyetoka kumlaki alikuwa binti yake, sababu yeye alifikiri kwamba atakuja kulakiwa na mtumwa fulani. Mungu akaujaribu moyo wake, aliyetoka akawa nani? Binti yake. Jefta ikabidi atimize ile nadhiri kwa kumtoa binti yake kuwa sadaka. Kwa hiyo usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, inamaanisha usiweke kiapo. Haimaanishi kusema jamani, haki ya Mungu, kuna ile watu wanasemaga kama yangu mimi nakwambia, ila inamaanisha vile viapo ambavyo unaviweka kwenye madhabahu kwamba Mungu, mimi nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa usipokitimiza, hapo umeingia kwenye dhambi na pengine adhabu kutokana na kile ambacho umekisema, kwa sababu umelisema jina la Mungu bure. Wanasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sasa kwenye Mathayo Bwana Yesu anazungumzaje kuhusu juu ya hili? Tukiangalia kwenye ile Mathayo 5:32-33, Bwana Yesu anasema, haya ni maneno ya Yesu.
Tena mmesikia watu wa kale walivyowaambia, usiape uongo, ila mtimize Bwana nyapo zako. Lakini nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe wala mweusi, bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo, sio sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Unaona? Anasema tena mliambiwa kwamba muape kwa jina la nani? Mkiapa mhakikisha msemi uongo kwenye Agano la Kale. Lakini mimi ninawaambia msiape kabisa. Usiape, yani usijiapize kabisa kwa jina la Mungu kwamba mimi nitafanya alafu kufanye. Cha kufanya wewe, maneno yako yaishie ndio. Yani nikimaanisha hivi, maneno yako yaishie hapo hapo, usiweke nadhiri. Labda niseme hivyo. Bwana Yesu akamwambia usiweke nadhiri. Yani katika kuomba kwako ni bora usiweke kabisa nadhiri. Yani utakapokuwa unaomba, ambia Mungu, naomba nipe kazi. Nipe kazi. Ishi hapo. Usiendelee tena, Mungu naomba unipe kazi. Ukishanipa hii kazi, mimi nitakutumikia. Mimi nitaenda kuwapa watoto yatima. Mimi nitaenda kuwafanyia nini? Bwana Yesu anasema hivi, ni bora usiweke hiyo nadhiri. Ni bora usiweke hicho kiapo. Usiape kwamba mimi nitafanya hiki tena madhabahuni, basi ni bora useme tu iwe ndio na iwe sio. Sasa mtu atajiuliza kwa habari ya vile viapo vya ndoa. Vile viapo vya ndoa vikoje? Yawezekana ni kweli tunavikosea. Inawezekana kabisa kwa sababu sio viapo vya vinavyotoka kwenye neno la Mungu. Hatujaambiwa kwenye neno la Mungu kwamba unapokuwa umeoa, umeolewa, ni lazima umwekee mwenzako nadhiri au umwekee mwenzako kiapo mbele za Mungu. Hapana. Yawezekana pia vile viapo tunavikosea. Na kwa sababu ni mambo ya kidini, hata ukienda sina kwa mchungaji wako akasema mimi sitaki kuapa kiapo, sijui kama ni mtu ambaye ni wa kiroho anaweza akakubalia kwamba kusiwe na vile viapo. Lakini inawezekana pia, inawezekana kabisa kwamba vile viapo pia ni viapo ambavyo havijakaa kiroho, na sio lazima tuviweke vile viapo. Si lazima uviseme vile viapo, kwa sababu pia vinaenda kukuletea shida sana sana kwenye maisha yako, kwa sababu umeapa tayari, umeweza kuweka kiapo cha kuwa na mtu kwenye shida na taabu, kwenye ugonjwa na uzima, kwenye nini na nini. Lakini kija shida na taabu, unaanza kung'ong'ana, mnaanza kusemana, mnaanza kufanyana nini, unaanza kuachana kwa sababu ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye ile Mathayo 5:33 kuanzia 33 tumeshaambiwa kwamba usiape, kwamba ni bora basi usiape kabisa kwenye kuweka kiapo cha aina yoyote, ingawa mmeambiwa kwamba usiape uongo na wala usihitaji, yani usiape uongo ina maana pia usihitaji bure jina la Bwana Mungu wako. Kama unalitaja jina la Mungu, litaje kwa sababu unamtukuza Mungu. Kama unalitaja jina la Yesu, litaje kwa sababu unamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Usilitaje tu ovyo ovyo. Usitaje tu kwa sababu umekaa mahali unasema kiapo fulani ndio unalitaja lile jina, ambapo hutakuja kutimiza hicho kiapo. Lakini Bwana Yesu anatoa ushauri, anazidi kufafanua, anazidi kufundisha kwamba basi bora usifanye nini? Usiape. Ni bora kwenye maombi yako usiweke kiapo. Na kuna wakati mwingine Mungu huwa anawafundisha watu, akiweka kiapo wakati wa maombi Mungu ajibu.
Si watu wanasema sana maombi ya nadhiri Mungu anayasikia sana, Mungu anajibu sana. Mimi nakwambia kuna maombi, wewe kama ni mtoto wa Mungu kweli na ni mtumishi wa Mungu kweli, kuna wakati Mungu anaweza kukufundisha ukaweka maombi ambayo yana kiapo, Mungu asiyajibu. Yale maombi yenye kiapo, yale anataka utoe hicho kiapo. Sababu sio Mungu ambaye anataka kufanya vitu kwa sababu umempa ahadi. Sio Mungu ambaye anataka kufanya kitu kwa sababu umemwahidia kitu. Mungu anafanya kitu kwa sababu umemtukuza na kwamba kile kitu kinaenda kuyafanya mapenzi yake. Anauangalia moyo wako, wala haangalii kinywa chako kinazungumza nini. Anaangalia moyo wako na anajua kabisa nikikupa wewe unaenda kuyafanya mapenzi yangu. Anajua vizuri sana. Na anajua nikikupa wewe hichi kitu unaenda kuabuse na kumisuse. Anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wakati tunaweza tukawa tunaomba maombi na kuweka zile viapo na zile nadhiri kwa sababu tunamtaka kumove Mungu afanye kitu. Mungu hawezi kuwa moved kwa ajili ya kukujibu wewe kwa sababu umesema unataka unampa kitu fulani. Mungu sio wa kupokea rushwa na kusema kwamba okay. Na sio mwanadamu. Najua sisi wanadamu ndio ukitupa promise kwamba nifanyie hiki, nitakufanyia hiki, tunapata ile motisha wa kufanya kile kitu. Mungu sio mwanadamu wa kuanza kufanya kwa sababu kwa sababu umemwekea kitu fulani, umemwekea nadhiri fulani, eti ndio aanze sasa kuhangaika kwa ajili yako. Hapana, Mungu anafanya kwa sababu yeye anapenda kufanya, kwa sababu anakupenda. Na kwa sababu wewe unampenda. Hicho ndio kitu cha kwanza. Anafanya kwa sababu unampenda, yeye anakupenda. Alafu unayafanya mapenzi yake. Alafu unaenenda sawasawa na nia yake na mapenzi yake. Anafanya. Lakini anaweza akakucheleweshea kwa sababu ya hiyo nadhiri yako tu uliyoiweka. Kwa sababu tu inawezekana naongea na mtu, Mungu anaweza asifanye na akachelewa kufanya kwa sababu ya hicho ulichokiweka. Hiyo nadhiri hiyo uliyoiweka. Hiyo itaanza kukupima. My dear. Maombi yanaweza akachelewa kwa kupimwa na hiyo nadhiri uliyoiweka. Ukaanza kupimwa kwenye hiyo nadhiri uliweka. Kwa hiyo it's better usiweke kabisa nadhiri. Bali omba kile ambacho unataka kuomba kwa Mungu. Omba. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atafanya. Na Mungu anauangalia moyo wako na nia yako na anakujibu kwa sababu anajua nia yako na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri nyingine ni iko kwenye hiyo Kutoka 20. Mstari wa 8, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti wa kazi wako, wala mnyama wako wa kufugwa, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipewa hiyo amri ya kwamba inapofika siku ya 7, hiyo ni siku ya Sabato, yani ya kustarehe. Sabato manake kustarehe. Kwa hiyo ni siku ya kustarehe. Yapasa hiyo siku usifanye kazi yoyote. Siku 6 sijui juma ngapi sijui. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, maana nikianza kusema majuma tutaanza kuchanganyana kwamba okay. Kwa hiyo wewe unahisi Jumatatu ndio. Kwa hiyo nafikiri Jumatatu, Jumanne ndio Sabato. Kwa hiyo siku 6 fanya kazi zako. Lakini ile inapofika siku ya 7 usifanye kazi yoyote. Bali starehe, pumzika. Hiyo ni amri. Hiyo ni nini? Ni amri. Ni siku ya Sabato ya kupasa uitakase na kupumzika. Sasa tuangalie kwenye Bwana Yesu anaelezea vipi kwa habari ya hii siku ya Sabato. Tukiangalia kwenye ile Mathayo 12:7.
Tuanze tu mstari wa kwanza. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona waliwaambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenzie, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila ile mikate ya usheo ambayo si halali kwake kuila, wala kwa wale wenzie, ila kwa makuhani peke yao. Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekalu huinajisi Sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingaliwalaumu wasio na hatia. Kwa maana Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa akiwafundisha kwa maneno na kwa matendo, kwa habari ya Torati. Hakuitangua, ila alikuwa anaifundisha Torati wapate kuielewa kweli, kwa sababu yeye ndiyo Torati. Yaani yeye ndio Bwana wa hiyo Torati. Yeye ndio mmiliki wa hiyo Torati. Kwa hiyo vile anavyowaambia ndivyo inavyopasa kuwa. Si kwamba walikuwa wanakosea, walikuwa wanaendelea wanafanya vizuri tu, lakini kwa agano ambalo wanaenda kuingia tena, hivi ndivyo wanatakiwa kuenenda. Sio kama tunaelewana? Bwana Yesu alikuwa kuwafundisha kwa kuandaa agano. Kumbuka Yohana alikuwa anafundisha toba, kuandaa kile ambacho Kristo anaenda kukifundisha. Ndio maana alikuwa akifundisha toba na kuwabatiza. Yaani wale wote ambao wameamua kweli kuamua kwamba sasa tunatamani tuache dhambi zetu, alikuwa anawabatiza, kuandaa njia, kufundisha kwa habari ya toba, ili Yesu atakapoanza kufundisha neno lake hawa watu waelewe. Kwa hiyo Bwana Yesu akawa anaendelea kufundisha kwa habari ya Torati, anaendelea kuielezea kwa maneno na kwa matendo. Kwa hiyo wanafunzi wake siku ya Sabato aliwaruhusu tu, na inawezekana yeye ndo aliyeanza. Kwa hiyo kwa sababu yeye ameanza, wakafuata. Sio tu hivyo, Bwana Yesu aliponya siku ya Sabato. Aliponya na maana alifanya kazi siku ya Sabato. Mafarisayo wakawa wanasema, hivi wewe mgonjwa, hivi unashindwa kusubiria kwanza siku nyingine ndio uje leo? Kwa nini unakuja leo siku ya Sabato? Bwana Yesu akamwambia, huyu mgonjwa anatakiwa kupona. Je, wewe ukiwa na punda wako uende kumnywesha maji, wewe utamwacha afe? Utamnywesha maji siku ya Sabato? Na mimi siwezi kumwacha mtoto wangu akifa. Lazima nimtendee kinachotakiwa kutendewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zaidi sana Bwana Yesu anasema hivi, mimi ninataka rehema. Tukiangalia ule mstari wa 7. Nataka rehema wala si sadaka. Msingaliwalaumu wasio na hatia. Kwa hiyo Sabato ilikuwa ni moja ya sadaka, kwa sababu unapokuwa unafanya Sabato, ile siku ya mapumziko, Mungu aliwapa maelekezo ya namna ya kuisherekea ile Sabato. Na moja ya kusherekea ile Sabato ilikuwa ni siku ambayo lazima ni siku ya utoaji wa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa walikuwa wanaipenda sana hii siku, walimu na Mafarisayo, sababu ndio ilikuwa siku ya kupokea hela. Na ndio maana walikuwa wanapenda hadi zaka. Kwa sababu ndio siku ya kupokea mavuno, kupokea zaka, kupokea nini. Wakiangalia ile amri kule, watu lazima wateketemeke nini, watoe vitu. Bwana Yesu akawaambia kwenye ile amri sasa ya kutoa zaka, akasema, kwa hiyo nyinyi mnang'ang'ania sana kuhusu mambo ya zaka, mnaacha mambo muhimu kama rehema, adili na imani. Mimi hayo ndio nayo yataka, kwamba haya yafanyeni, ila hayo mengine msiache. Kwamba utoaji zaka msiache kutoa zaka, lakini hiki ndio ninachokitaka zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata sasa hivi Mungu anapenda tutoe zaka, kwa sababu katika utoaji zaka kuna faida, na hiyo faida ni yetu sisi, sio ya Mungu. Utoaji zaka tunafaidika sisi, tunafaidika ulinzi wa Mungu, tunafaidika kwa ajili ya uchumi wetu kukua. Kuna faida nyingi sana katika utoaji wa zaka. Lakini Mungu anasema msiweke mkazo. Wahubiri wa sasa hivi wanaweka mkazo sana juu ya zaka na sadaka.
kama Mafarisayo walivyokuwa zamani, kitu ambacho sio sahihi. Ndio injili ya sasa hivi inarudi kwenye Masadukayo na Mafarisayo, kwamba wanaweka mkazo zaidi kwa habari ya utoaji wa zaka, kwa habari ya utoaji wa sadaka, ili tu kwa sababu wana nia makuu, ndio maana wanajikuta wanatoa hiyo. Sasa usipokuwa mtu wa kunia makuu na kutamani sana, imani ni nzuri, tunakuwa na imani kwamba sisi ni watu wa kufanya mambo makubwa, sawa, lakini una hiyo nia yako ikipita uwezo, ni lazima utamkosea Mungu. Na katika kumsomea Mungu ndo mambo kama haya, kulazimishana sadaka, kulazimishana zaka, kufokeana kwa habari ya zaka na sadaka. Lakini ukisahau, kwa sababu ukishafanya hivyo lazima utakuwa hautakuwa neutral, uta emphasize zaidi kuhusu uchumi. Na katika kwa habari ya msamaha wa dhambi utaweka mwishoni, kwa habari ya watu kuokolewa utaweka mwishoni. Yani haitakuwa inaingia kabisa akilini mwako kwamba hivi mwezi huu ameokoka wangapi? Hivi itakuwa kwenye akili yako. Mimi naomba nikuulize wewe mhubiri ambaye unahubiri sana kwa habari ya matoleo, huwa inakaa kabisa akilini mwako kabisa, ina click, unakuwa unawaza kabisa kwamba jamani, mwezi huu tumeingiza waongofu wapya wangapi katika kanisa? Inakuaga au unafikiri ni kazi ya mwinjilisti? Kwa sababu gani? Kwa sababu tunawaza zaidi kwa habari ya kama walivyokuwa Mafarisayo na Masadukayo, kwa habari ya zaka na sadaka. Ni sahihi, lazima watu watoe zaka, lazima watoe sadaka, na sio lazima watoe kanisani kwako. Ukishawafundisha wanajua watatoa wapi. Haleluya! Mungu yeye ndio ambaye anawapa maelekezo, watatoa, watarudi pale pale tu, kwa sababu Mungu ameshawaelekeza watoe pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utoaji wa zaka na sadaka ni muhimu sana na upo, lakini Mungu anataka zaidi moyo uliotubu. Anataka zaidi mtu anayetembea katika utakatifu. Anataka sana Mungu mtu mwenye imani. Anataka mtu mwenye imani, mtu anayetembea katika matendo mema, katika uadilifu, mtu ambaye anatembea katika rehema. Mungu ndio anampenda zaidi na ndicho anachokitaka zaidi. Kwa hiyo pia hata katika hili kwenye Sabato ulikuwa ni muda mzuri sana wa kutoa sadaka, na ndicho alichokipenda Mafarisayo na Sadukayo. Kwa hiyo Bwana Yesu akasema hivi, mimi sio kwamba nataka sana hizo sadaka zenu kwenye hiyo Sabato. Mimi ninachotamani ni rehema. Mimi ni Bwana wa hiyo Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio namiliki hiyo Sabato. Haleluya. Sasa Bwana Yesu anapozungumza kwa habari ya Bwana wa Sabato anamaanisha nini? Nimeshazungumza kwa habari ya kutaka rehema, kwamba nataka rehema wala sio sadaka. Na sadaka ni ipi? Ni ile waliokuwa wanaitoa wakati wa Sabato. Kwa sababu ndio maana Bwana Yesu ameiongelea hapo. Ameiongelea kwamba nataka rehema wala si sadaka. Kwa sababu Sabato pia walikuwa wanaichukulia wao kama sadaka mbele za Mungu. Wanaitoa kama sadaka siku yao. Kwa hiyo akasema mimi sitaki hiyo sadaka. Mimi nataka rehema. Na akasema kwamba yeye ndio Bwana wa hiyo Sabato. Ndio Bwana wa hiyo hicho mnachokifanya. Sasa anaposema kwamba yeye ni Bwana wa Sabato, anamaanisha nini? Kwa sababu unaweza ukafundishwa kitu ambacho sio sahihi kwa habari ya Bwana wa Sabato, maana yake nini? Sasa naomba utoe dini yako pembeni. Kama unampenda Mungu, naomba uweke dini yako pembeni, afu unisikilize, upime. Ukiona ninachoongea sio sahihi, basi endelea na kile ambacho dini yako inakufundisha. Lakini ukiona ile ninachokiongea ni sahihi, basi hebu fanya kulingana na roho wa Mungu. Rikabasata karabasia. Roba shata karabasata karabo shata karabasaya. Rabo shata karabasaya. Basi ukafanya sawa sawa na Roho Mtakatifu anavyozungumza na wewe. Angalia katika Waebrania 4:1. Waebrania 4:1, neno la Mungu linasema, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lilo lisilosikiwa halikuwafaa, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile,
Kwa maana vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani kwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa maana imenenwa siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani waliokosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao, mstari wa 7, aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonena tangu zamani, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yohana angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, maana vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Neno la Mungu anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaikosa. Ipo ahadi ya kuingia kwenye raha yake. Hiyo raha yake ni ipi? Yesu anasema ninaenda kuwaandalia makao. Hiyo ndiyo raha yake ambayo anaiandaa, kwamba baada ya kufanya kazi ile aliyomaliza alistarehe, na sasa amestarehe, yaani yupo kwenye Sabato, na sisi tusije tukaikosa hiyo Sabato ya Yesu Kristo. Alafu anafanya reference ya Agano la Kale kama ilivyokuwa. Mungu alisema siku ya saba watu wapumzike, lakini kuna watu ambao hawakuifuata ile amri, wakaasi. Bwana Yesu asifiwe. Hawakufuata ile amri, wakamkosa Mungu, na anasema basi kwa kuwa neno hili limebaki, kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kwa hiyo sasa hivi tunaiingiaje Sabato ya Kristo? Tunaiingia Sabato ya Kristo pale tutakapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuacha dhambi. Pale ndio utaingia raha yake. Unaingia raha yake kwa kuacha dhambi. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 10, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake. Nani aliyeingia katika raha yake? Kristo Yesu. Amestarehe katika kazi yake. Kazi ipi? Kazi ambayo ameifanya, ambayo ilikuwa kwa ile kazi ya ukombozi. Hiyo ndo kazi ambayo alikuwa ameifanya, ya sisi tuweze kuzaliwa tena upya. Hiyo ndo kazi ambayo alikuwa amefanya. Amestahili starehe katika hiyo kazi, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake baada ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu asije akaanguka kwa mfano huo. Kwa hiyo lazima tufanye bidii kuingia kwenye ile raha ambayo ni Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaendelea, huyu ameandika ni Paulo, anaendelea kuelezea kwa habari ya nini maana ya Sabato, kama Kristo anavyosema mimi ndio Bwana wa Sabato, mimi ndio huyo mmiliki wa Sabato. Kwa hiyo mimi mkinifuata, mmeifuata Sabato. Mimi ndio Sabato, mimi ndio mmiliki. Kwa hiyo mnaponifuata mimi,
mmeshaifuata Sabato. Ndicho ambacho alikuwa anawaambia, ndicho ambacho alikuwa anawaelekeza. Kwa hiyo kwa leo kwenye hii amri utaamua kupumzika wewe siku ya 5 ya siku yako ya 7, iwe Jumamosi iwe Jumapili, utaamua hiyo Jumapili yako hiyo ndio ya kupumzika. Sawa, usifanye kazi yako yoyote, usifanye chochote kwa sababu umeamua kutii amri ya Torati. Lakini usipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe huwezi kuingia mbinguni kwa sababu ya kwamba ulikuwa unastarehe siku ya 7. Usipompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yaani uzaliwe upya katika roho, hata ufanye nini, huwezi kuingia katika raha yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kuingia katika raha yake kwanza tunapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hiyo kwanza, ukishampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukafanya upya, tayari umeingia kwenye raha yake. Lakini namna unavyotembea katika ule wokovu tena na namna utakavyomaliza ndio itadetermine unaingia katika raha yake anaoandaa. Anasema anaandaa Sabato. Tuangalie tena kwenye ile Mathayo 11:29. Tuanze na 28. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo ndio maana nasema hii raha ni kuanzia unavyokuwa umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaanza kuipata raha kwa sababu unakuwa umempokea Kristo, yeye ambaye ni Bwana wa Sabato. Bwana wa raha. Bwana wa raha ni Yesu Kristo. Kwa hiyo unapompokea Kristo unakuwa huna mizigo tena. Kuna nira zinavunjika, kuna mizigo. Ndio maana unapokuwa umemkiri Kristo, kitu cha kwanza unasikia amani pitayo akili zote. Unasikia amani nafsini mwako kwa sababu umempokea Bwana wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umempokea Bwana wa raha. Nikisema Bwana wa raha namaanisha ni Bwana wa Sabato, kwa sababu raha ni Sabato. Kwa hiyo tunaanza kuipokea kuanzia hapo. Kwa hiyo hatuna hatia, kama anavyosema hakuna hatia kwa mtu ambaye haadhimishi siku ya Sabato kwa mujibu wa Agano la Kale. Ukiangalia kwenye Wakolosai 2:16, Wakolosai 2:16, neno la Mungu linasema, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Kwa nini? Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sabato ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo ilikuwa imezungumzwa kwenye Agano la Kale, lakini ilikuwa imezungumzwa kama kivuli cha mambo yanayokuja ambayo uhalisia wake ndio anaenda kutimiliza Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuja kuutimiza uhalisia wa Sabato kwa kusema kwamba mimi ndio Sabato mwenyewe. Mimi ndio ninayebeba hiyo raha. Ukinipokea mimi, umeshaitimiza hiyo Sabato. Hiyo raha tayari umeshaipokea. Lakini iko raha nyingine ambayo wale waliompokea Kristo ndio pekee watakaoipata. Raha hiyo ndio iliyoko mbinguni, ndio Sabato ninayowaandalia. Kama vile Mungu alivyopumzika katika raha yake, Kristo alipumzika katika raha yake, ambayo hiyo raha aliyopumzika ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wengi wataanza kuchanganyikiwa kama vile
mbona Yesu naye alikuwepo kwenye uumbaji? Hapo ataanza kuchanganyikiwa. Hebu nieleze kidogo, naomba Mungu anipe neema ya kuweza kuielezea vizuri. Yesu alikuwepo kwenye uumbaji kwa sababu ni mwana. Mungu anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Mungu huwezi kumtenga katika utatu wake. Huwezi kumtenga katika utatu wake. Ni Mungu katika utatu. Mwana, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Huwezi kumtenga katika utatu wake. Lakini katika utendaji kazi wake ndio maana anaanza kusema, anasema Mungu Baba katika ule utendaji wa kazi. Mungu Mwana katika ule utendaji kazi. Mungu Roho Mtakatifu katika ule utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatuseme kwamba Mungu Mwana peke yake, Mungu Baba anakaa peke yake, alafu Mungu Roho Mtakatifu yuko peke yake. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni Mungu. Na ndio maana Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni Roho wa Mungu. Hatumtengi. Ni Roho wa Mungu na huyo ndio Roho wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunamtaja Kristo kwa sababu ya kazi yake na utendaji na kazi yake kama mwana. Kwamba alivyochukua mwili, Mungu kuchukua mwili na kukaa kwetu, ndipo alifanyika kuwa mwana. Alivyotoa mwili na kukaa kwetu, ndivyo alifanyika kuwa mwana. Na lengo ilikuwa kuweko na agano jipya ambalo ni damu, agano la damu. Na isiwe damu ya mnyama, iwe ni damu ya Mungu ilimwagika msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri watu mtakuwa mnaelewa kwamba Kristo hakuzaliwa kwa uwezo wa mwanadamu. Mariamu hakutungwa mimba na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri hiyo tunaielewa. Kwa hiyo Kristo alivyokufa pale msalabani, damu yake ilibidi imwagike ili sisi tupate ule ukombozi. Kwa hiyo ilibidi kuwe na mwili. Ili kuweza kumwagika damu lazima kuwe na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kukawa na mwili. Ili aende kwanza tufundishwe. Mungu angeamua kutumia yoyote yule tufundishwe. Angeamua kutumia nabii yoyote yule tufundishwe kwa habari ya utimilifu wa Torati. Angeweza kumtumia nabii yoyote. Lakini aliamua yeye mwenyewe kufundisha Torati kwa maandalizi sasa ya agano hili jipya. Kwamba hawa wanaingia kwenye agano jipya. Kwenye agano jipya hawa wanataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwenye ile agano jipya hawezi na kumwabudu Mungu kwa hii namna ambayo walikuwa wanaifanya katika agano la kale. Kwa sababu walikuwa mbali na mimi. Sasa hivi ninataka wakae karibu na mimi. Kwa hiyo hii ndio namna ambavyo nataka waniabudu. Kwa sababu hata kule mbinguni tutakuwa karibu na Mungu, na ndivyo namna tutakavyomwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema agano, tunaposema kwamba Kristo ameingia kwenye raha yake kama Mungu alivyoingia kwenye raha yake, haimaanishi kwamba tunatenga kwamba Mungu Baba. Kwa sababu hapa sijui hata nielezee. Kama Mungu alivyoingia katika raha yake, inamaanisha kama Mungu, na maana hakusema kama Mungu Baba. Kama Mungu alivyoingia katika raha yake, alikuwepo kwenye uumbaji, aliumba, alikuwepo, na siku ya saba alipumzika kama Mungu mwenyewe, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini inapokuja katika tendo la msalaba, alikuwepo mwana. Katika msalaba alikuwepo mwana ambaye anasema amepumzika katika raha yake na anaandaa makao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama vile alivyofanya na yeye alivyomaliza kazi yake ya ukombozi wa mwanadamu, akapumzika katika raha yake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yeye ndio Bwana wa hiyo raha. Akapumzika kwenye ile sabato yake. Na mpaka sasa hivi ndio Bwana wa hiyo sabato. Na ndio Bwana wa hiyo raha. Kwa hiyo unapopokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari umeingia katika ile raha. Hauhukumiwi tena kwa habari ya kuwa na siku ya kibinadamu ukapumzika. Hauhukumiwi tena kwa habari hiyo. Bali unatakiwa kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
kumwabudu, na wala hatuabudu siku, tunamwabudu Mungu wa hiyo siku. Yesu Kristo ndiye Mungu aliyeumba siku hiyo, aliyeumba Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Yeye ndio tunamwabudu, na kama tunamwabudu yeye katika siku zote. Hakuna siku maalum ya kumwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu siku zote. Zamani walitengewa siku hiyo maalum kwamba hii ndio siku ambayo mtakuwa mnatoa sadaka zenu, mnafanya ibada yenu. Lakini sasa hivi tunatoa sadaka hiyo Jumatatu, ukiamua kutoa sadaka, ukiamua kumwabudu Mungu, ukiamua kusoma neno, ukiamua kufanya ibada ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, hivi vyote unavifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Sabato tulionayo ni ile raha ya milele ambayo hatutakiwi kuikosa. Tunapaswa kumwabudu na kumwamini na kumfuata yule aliye Bwana wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikueleweshe maana ya hii amri. Maana ya amri, najua nakuwa nimegusa pia dini za watu, lakini hiyo ndio maana halisi ya amri hii ya kumwabudu. Ni amri hii ya kuhakikisha unaitimiza Sabato. Ndivyo ambavyo Bwana Yesu alifafanua amri hii. Aliye na masikio asikie, na ambaye atakuwa ananielewa ataelewa. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo tunatakiwa kuitimiza hii siku ya Sabato, ambayo inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza kuitakasa Sabato, kwa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunafanya sisi wenyewe kuwa utakaso. Sisi wenyewe tunatakiwa kuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Tunapokuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, hapo ndipo tunaweka makao ya huyu Mungu akae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapaswa kumwishia Mungu, tunapaswa kumwabudu Mungu, na Mungu anapenda na anatamani sana rehema, anatamani sana utubu, anatamani sana toba yako, anatamani sana uishi sawa sawa na mapenzi yake zaidi kuliko ambavyo una concentrate kwenye utoaji, kuliko ambavyo una concentrate kwenye kusherekea sherehe mbalimbali. Wayahudi ndio walikuwa wanasherehekea hizo sherehe mbalimbali, ndio maana anasema kwamba mtu asiwahukumu kwa sababu ya hizo siku. Mtu asiwahukumu kwa sababu ya Sabato, kwa sababu hayo mambo yote yaliyofanyika yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale yote yaliokuwa yanatendeka kwa habari ya Sabato, jinsi ilivyokuwa inafanyika, jinsi walivyokuwa wanafanya, jinsi ambavyo ilikuwa ni siku maalum ambayo hakuna mtu anataka kufanya kazi, yale yote yalikuwa ni kivuli cha mambo yajayo. Kwa hiyo sasa hivi hauna hukumu ya kwamba wewe hakuna siku nayo starehe. Hauna hukumu. Kama unataka kufahamu zaidi, lazima umfuate Mungu ambaye ndio mwanzilishi wa hiyo Sabato na kumuuliza, ni kweli umezaliwa katika dini ambayo umeikuta na umekuta wanaabudu kwa habari ya siku fulani, umekuta na namna wanavyofundisha unajua wewe mwenyewe, lakini Mungu aliye mwanzilishi wa Sabato, chukua muda hata wa kufunga na kuomba. Funga siku 3, funga siku ngapi? Muulize Mungu kwa habari ya siku hii na kumuuliza Mungu, je, ninapaswa kufanya kama dini yangu ambavyo inafanya? Roho Mungu atakushuhudia kwa habari ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile atakachokuambia Mungu basi ndio hicho unachotaka kufanya. Haleluya. Akikwambia endelea kuabudu kwa namna ya siku hiyo na kuendelea kufata mafundisho ya Torati, basi uendelee kufanya. Lakini akikwambia umfuate yeye na kufanya sawasawa na vile anavyofundisha, basi hivi ndivyo anavyofundisha. Ukitaka kujua Yesu alifundisha nini, soma kitabu cha Mathayo, vitabu vyote vya Injili, Mathayo, Luka, Yohana. Utaona Kristo alikuwa anafundisha kitu gani na ufuate kile alichokuwa anafundisha. Lakini pia baada ya kupaa kwake walifanya nini? Walifanya vipi wale ambao wamempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Inaanzia kwenye kile kitabu cha Matendo kuendelea. Hizi nyaraka nyingine na barua nyingine
walifanya nini? Je, bado walikuwa wakisherekea hizi sikukuu kama za Wayahudi? Je, bado walikuwa wakisherekea Sabato? Je, bado walikuwa wakifanya hivi na hivi na hivi? Kwa hiyo yakupasa usome. Usiishie kusoma Agano la Kale ukamaliza. Agano la Kale soma na Agano Jipya katika jina la Yesu Kristo. Basi Mungu akubariki sana. Ninaamini kwamba siku ya leo umepata kuelewa, umepata kujifunza kitu cha muhimu sana. Tumejifunza amri 3 na kipindi kijacho tutaendelea kujifunza amri zingine. Utaona jinsi ambavyo hizi amri na utazielewa kwa undani zaidi. Na nakuomba sana unapokuwa unasikiliza somo hili, jiungamanishe na Roho Mtakatifu na ulimwengu wa roho. Na ninakuomba sana uondoe dini yako kaiweke pembeni. Ninakuomba sana ondoa dhehebu lako iweke pembeni. Halafu uanze kukaa zaidi katika Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akushuhudie kwa habari ya hili neno ambalo unalisikia, kama linatoka kwake au kama halitoki kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ikiwa wewe unataka kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haya yote ninayoyafundisha unaweza ukayashika sana tu. Kuna mtu alimfuata Kristo akamuuliza, hivi nifanye nini nipate kurithi ufalme wa Mungu? Akamwambia, umeshazishika amri? Akasema, haya nimezishika zote hizo. Tangu mtoto wangu mimi nimezishika zote 10. Na nazifuata. Akasema, umekosa kitu kimoja. Akamwambia kwamba kuna vitu ambavyo umevikosa. Mungu alikuwa anautaka moyo wake. Alimwambia nenda kauze vitu vyote ulivyonavyo uwape maskini. Alijua yule mtu hatafanya. Ameshika amri, ameshika tu zile sheria, lakini moyo wake haupo kwa Mungu. Kashika tu sheria, kama vile ambavyo wewe umeshika tu sheria ya kwenda kanisani, sheria sijui ya kufanya nini, umeshika tu sheria, lakini moyo wako haupo kwa Mungu. Unaenda kanisani, unasoma liturujia, mnafika pale, tunasema ile, mnazungumza kwa habari ya kutubu, nimekosa kwa maneno, matendo, nimekosa sana, nimekosa mimi, nimekosa sana. Lakini hakuna chochote, moyo wako haupo kwenye toba. Moyo wako haupo, kwa sababu ukishatoka hapo tayari una kimada kinakusubiri. Ukitoka hapo tayari kuna pombe na kusubiri. Yaani unakaa uko kanisani unasema sasa huyu amalize haraka, mimi jamani bia yangu kwenye friji. Mimi huyu amalize haraka jamani nani. Yaani hapo wakati uko kanisani kuna boyfriend na kutext, hello I miss you. Vipi tunaanza kuonana leo? Yaani pale sasa uko hai sasa. Tayari zile roho za uzinzi zishakukamata. Unasubiria wamalize haraka pale uende kwa boyfriend. Zote hizo ni sheria. Zote hizo ni nini? Ni sheria. Lakini kuna unapokuwa umeupa moyo wako kwa Yesu, hivyo vitu sio vitu vya kuchanganya wewe, kwa sababu una moyo wako huko kwa Kristo. Ndio maana alijua huyu moyo wake hauko kwangu, hauko kwa Mungu. Kashika amri ndio, lakini sio kwamba amezishika toka moyoni. Ni kwamba anazishika kwa sababu ni amri. Anaogopa. Dini yetu, au tuseme kuwa ndani ya Kristo, sio kuwa na sheria ya kukushurutisha wewe kufanya jambo fulani au kuogopa kufanya jambo fulani au kwamba utakuja kukabwa na majini kwa sababu hujaenda kwenye ibada. Hapana. Sisi tuna sheria ambayo iko ndani yetu, ambayo Roho Mtakatifu ndio anaiweka hiyo sheria ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kumpokea huyu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndio maana yule aliambiwa kauze vitu vilivyo navyo, akaona sitaweza. Sitaweza, maana hakuweza kutii ile neno la Kristo kwa sababu hakumwamini hata anayeongea naye kwamba ni Mungu. Sio kama unanielewa. Hakuamini kwamba huyo ninayeongea naye ana mamlaka ya kiasi gani. Na mwingine Nicodemus akaambiwa kwamba unatakiwa kuzaliwa upya. Usio uingie kwa mama yako na baba yako. Licha ya kwamba umeshika amri zote, unatakiwa kuzaliwa upya katika roho na kweli. Na unavozaliwa katika roho na kweli, la maisha unamwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo nakualika leo kumkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala ifuatayo, nifuatishe. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba leo hii unisamehe dhambi zangu zote.
nilizozifanya. Ninatubu leo dhambi zangu, nikimaanisha kuziacha. Ninaomba unisaidie, dhambi sinishinde, majaribu yasinishinde. Katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako nikiamini kwamba wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ulikuja duniani, ukafa msalabani na umefufuka na sasa uhai, na ulikuja kwa ajili ya kuniokoa mimi na dhambi zangu. Leo hii nimekupokea wewe, nimekuamini wewe. Nisaidie nipate kuishi maisha ya kukupendeza wewe. Dhambi sinishinde, majaribu yasinishinde. Ninaomba Roho wako Mtakatifu ingie ndani yangu, afanye mabadiliko katika maisha yangu. Amen. Amina. Umeamua kufanya uamuzi wa kuokoka na kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yakupasa kusoma neno la Mungu, kusoma Biblia, lakini endelea kukaa katika channel hii kuendelea kujifunza kwa habari ya neno la Mungu. Karibu sana katika ufalme wa Mungu. Wewe ni ndugu yangu, nakupenda sana. Tena ni rafiki yangu. Shalom, shalom.